الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون इस आयत का तर्जुमा है Khalifa mtukufu ayyadhahullahu taala bin Nasir Aziz anasema kwamba tafsiri ya aya hii ni kwamba ninyi ni umati bora mliotolewa kwa ajili ya watu, mnaamuru yaliyo mema na mnakataza maovu na mnamwamini Mwenyezi Mungu. Na kama watu wa kitabu wangaliamini ingalikuwa bora kwao. Kati yao wako waaminio na wengi wao ni wavunjao amri. ये आयत जो आपने भी सुनी इसके बारे में पहले भी मुख्तलिफ Aya hii ambayo mlisikia कर चुका हूँ, kuhusu hii लेकिन ये mara kwa mara nimewahi kueleza, कैसियत है lakini mada hii ni ya aina hii na ni nasaha ya aina hii na ni ukumbusho wa aina hii kwamba inatakiwa अल्लाह ताला ielezwe mara kwa mara ईमान लाने katika njia mbalimbali. ऐसे लोगों के लिए जो Mwenyezi Mungu kwa ajili ya waaminio, नहीं करते, kwa ajili ya wale ambao si wanadai tu kwamba wao ni waaminio, bali wao wanalinda imani yao अपने ईमान की हिफाजत करते हुए उसमें मजबूती पैदा करते चले जाने वाले, kwa kulinda imani yao अपने ईमान की हिफाजत wanaimarisha imani yao, के साथ साथ अपनी नस्ल na kulinda imani na kuimarisha imani. Pamoja na hii wanalinda imani ya vizazi vyao na wanaimarisha और अपने अहल व याल के ईमान की हिफाजत tena, si kwa ajili yao na kwa ajili ya vizazi vyao tu wanajitahidi, bali katika jamii kwa ajili ya watu wa dini mbalimbali wanajitahidi na wanawapatia nasaha kwa ajili ya hii kwamba kwa ajili ya Mwenyezi Mungu wafanye wema wale watu अल्लाह ताला ने na wawe waaminio. दारी इस आयत में मोमिनों पर डाली है। Mwenyezi Mungu मोमिन amewapatia majukumu makubwa sana waaminio katika aya hii, waaminio ambao wanadai के kwamba tumepokea imamu wa zama hii ambaye ni mpenzi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam, मजबूत ईमान का इजहार किया, na kwa kumpokea yeye tumethibitisha imani yetu juu ya Mwenyezi Mungu. कुरूने ऊला के मुसलमानों की तरह जिन्होंने कुरान करीम
इसके अहकामात tumefanya sawa na waislamu wa zamani ambao इरशादात को हमेशा सामने रखा और शरीयत walizingatia walitanguliza mafundisho ya Qur'ani tukufu na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wa sallam ताकि अल्लाह ताला की na walijitahidi kufuata sheria ya Qur'ani tukufu katika maisha yao ili wapate ridhaa ya Mwenyezi Mungu, na kwa fadhila za Mwenyezi Mungu wao walifaulu katika juhudi hii. Katika zama hii sasa hili ni jukumu la sisi wa Ahmadiyya ambao tunaamini Qur'ani tukufu na tunamwamini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa dhati. Sisi ambao kwa ajili ya kuleta mapinduzi katika maisha yetu na kwa ajili ya kufuata mafundisho ya Qur'ani tukufu tumempokea imamu wa zama hii Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam. Sisi tunatakiwa tuchunguze kwamba kiasi gani tunatimiza haki ya kuwa ummati bora, kiasi gani kwa ajili ya faida ya wanadamu tuna uchungu moyoni wetu, kiasi gani sawa na kauli yetu kwa vitendo vyetu tunaeneza wema, kiasi gani kwa kauli yetu na kwa vitendo vyetu tunajitahidi kuokoa dunia katika maovu. Uchunguzi huu hatuwezi kufanya kwa kuunda kanuni yetu, bali uchunguzi huu unatakiwa ufanyike sawa na kipimo kilichowekwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nitaeleza baadaye hali yake, na madamu tukiendelea kujichunguza na tukiendelea kuleta mapinduzi ndani yetu, tutaendelea kupata maendeleo katika maisha yetu inshallah taala. Mataifa yanaanza kuanguka wakati watu wanazingatia vipimo vyao, wakati katika tamaa wanakamatwa na wanasahau lengo lao haswa. Katika Qur'ani tukufu, baada ya kueleza habari ya manabii wa zamani, Mwenyezi Mungu ametukumbusha kwamba mataifa ya zamani yaliposahau mafundisho yao na yalipoanza kukafilika katika mafundisho yao, katika hali hii wao waliangamia au walipotea kiasi hiki kwamba badala ya mafundisho sahihi wakaingiza bid'a ambayo ni maangamio kwa ajili ya maendeleo ya kiroho, na maovu yakawa wema na maovu yakawa mafundisho yao, na wakaanza kueleza maelezo ya sheria wenyewe na wakabadilisha sheria ya manabii wao, na kwa jina la mafundisho ya manabii wao wakaleta mafundisho sawa na hiari yao, na wakaanza kunasibisha mafundisho haya kwa manabii wao. Matokeo yake yalikuwa ya aina hii kwamba walimsahau Mwenyezi Mungu na kumtukuza yeye. Kwa hivyo kwa kiroho mataifa yale yalikufa, na hali hii inaonekana katika mataifa yanayoishi katika Ulaya. Na vile vile watu wengine ambao wananasibisha katika dini zingine min ghairi ya Islam. Hii ni ihsani ya Mwenyezi Mungu kwamba sawa na ahadi yake alilinda sheria hii ya mwisho, yani Qur'an tukufu.
pamoja na hii kwamba kuhusu wengi wa waislamu, mtu mmoja alisema kabla ya kuja kwa Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam kwamba raha din baki na islam baki, yani haikubaki islam wala jina la islam. जो कुरान की तालीम पर अमल करने की कोशिश करता रहा। Kundi la watu liliendelea kupatikana katika kila zama ambalo liliendelea kufuata mafundisho ya Qur'an tukufu, liliendelea kulinda mafundisho ya Qur'an tukufu. Kisha katika zama ya mwisho Mwenyezi Mungu sawa na ahadi yake alimtuma Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam और आज हम ambaye ni Masihi aliyeahidiwa na ni Imam Mahdi. Na leo sisi Wahamadia, sisi sote tunadai kwamba tunampokea huyo Imam Mahdi जो ईमान को सरैया से na tunadai kwamba tunamsaidia yeye ambaye alirudisha imani duniani kutoka kilimia. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को Tunajinasibisha kwa imamu ambaye दुनिया के कोने कोने में कायम ali किया है। alifikisha बात ने इस हद को पूरा कर alifikisha ujumbe sahihi ya Qur'ani tukufu duniani, na jumuiya imeahidi kwamba itatimiza wajibu hii inshallah. Ni bahati yetu nzuri sisi kwamba katika kila pembe ya dunia kwa kumpitia Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam ujumbe wa Islam unafikishwa, फरमाया na Mwenyezi Mungu mwenyewe amechukua jukumu lake, na Mwenyezi Mungu amesema kwamba nyinyi pia muwe wasaidizi. Mwenyezi Mungu alisema nitafikisha ujumbe wako katika kila pembe ya dunia, nyinyi kwa kuwa sehemu yake mupate thawabu yake. किस तरह इस इलाही तकदीर का हिस्सा बनना है, हमें अपने Namna gani tunaweza kuwa sehemu ya जो अल्लाह ताला ya kazi hii ने वाला बना दे। kwa kuleta mapinduzi ndani yetu ambayo yataleta अल्लाह ताला की ridhaa ya Mwenyezi Mungu, अपने अंदर से kwa बुराइयों को दूर करके kujihalisisha kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, na kwa kuondoa maovu ya kila aina ndani yetu, na अब इस kwa kusawazisha kauli yetu na amali zetu. ऐसी बातें हैं Kazi hii tunaweza kufanya और अगर ikiwa mambo haya yanapatikana ndani yetu, हम हर पाक फितरत की तवज्जो na ikiwa tunafanya ya mambo haya, basi kila mwenye tabia nzuri atavutika na ataathirika. ऐसी Hii si lazima kwamba सिर्फ दीनी मसाइल पर मजहबी mahubiri yenye masala ya dini yafanyiwe, जो एक दुनिया bali mambo haya ambayo Mwenyezi Mungu ameeleza ni ya aina hii kwamba mtu wa dunia pia anavutika kwa sababu ya mambo haya, awe mfuasi wa dini yoyote. Kila mmoja anapenda hulka njema, ana tabia njema चाहती है, बल्कि लामज़हब ambayo inahitaji hulka njema na mambo mazuri, अखलाक को bali yule ambaye hana dini अच्छी बातों को अच्छा yeye pia ana kwa kuona hulka njema atasema kwamba ni hulka njema, na kwa kuona mambo mabaya atasema ni mambo mabaya na ni maovu. Mwenyezi Mungu amesema के फ़ायदे के लिए muelewe jukumu hili, na kwa ajili ya faida ya dunia, kwa ajili ya kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu, mufanye nasaha za kufanya wema na mujitahidi kuwazuia watu katika maovu, na muwakumbushe watu kuhusu kutumiza haki za wanadamu, na wale ambao wananyang'anya haki za wanadamu सब कुछ muwazuie na muwakumbushe. जैसा कि मैंने पहले भी कहा Lakini kabla ya kufanya haya yote, ज़रूरत होगी Hazur anasema kama niliyosema kwamba tunatakiwa tujichunguze, तो हमारी बातों का भी असर होगा। turekebishe nidhamu ya ndani yetu, ndipo ये पेश नज़र mahubiri yetu yataathirika. कि अल्लाह ताला की मेरे हर कौल Kwa ajili ya kuchunguza फेल पर नज़र है।
amali zetu tunatakiwa tuzingatie kwamba mwenyezi mungu anaangalia kila kauli yangu na kitendo changu दुनिया को तो na anaona kwamba watu wa dunia nitawafundisha hulka बताना है za dunia na kwa kufundisha hulka hii nitawaambia njia ya चांद करवाकर wema na nitawapatia nasaha kuhusu wema अपने आप को na nitawazuia katika maovu lakini mimi mwenyewe कि तो मैं नूना बिल्ला ninatakiwa nifanye chini ya amri hii ya mwenyezi mungu tuamenuna billah yaani wale ambao wanafanya nasaha wanamwamini mwenyezi mungu और अल्लाह ताला की imani itakamilika wakati ridhaa ya mwenyezi mungu na mapenzi ya mwenyezi mungu yatakuwa juu ya kila ridhaa na juu ya kila mapenzi वल्लज़ीना आमनू kama mwenyezi mungu anasema walazina amanu ashaddu hubban lillah अल्लाह ताला से wale ambao ni waaminio wanampenda mwenyezi mungu kushinda kila kitu मोहब्बत होती है mwanadamu anapopenda kitu basi analinda anaangalia kile kitu kushinda vitu vyote से मोहब्बत भी basi mtu anapoamini na anapodai kwamba yeye ana imani जब खुदा ताला basi katika hali hii anatakiwa azingatie mapenzi ya mwenyezi mungu juu ya kila kitu अमल भी सबसे ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर लेता है na mtu anapompenda mwenyezi mungu katika hali hii तो फिर एहसास होता amri zake zote anazitanguliza juu ya kila है kitu ईमान लाने का ऐलान करना नहीं है इसी से हमारा मकसद पूरा नहीं हो जाता tukijichunguza hivi inathibitika kwamba kuwa mabora si kutangaza tu और होगा अल्लाह ताला की रज़ा हासिल bali kupata maendeleo katika mapenzi ya mwenyezi mungu yatathibitisha kwamba ni mabora तलकीन करनी होगी और बुराइयों से na katika hali hii ni lazima mtu हम खैर उम्मत awapatie nasaha za kufanya wema na kuzuia watu kufanya maovu katika hali hii tutakuwa umma bora एक हकीकी मोमिन सबसे पहले ये देखेगा कि जिस बात katika hali hii कर रहा हूँ mwaminio atakapopiga hatua मुझ में है mwaminio wa kweli atajichunguza kwamba jambo ambalo naenda kuliwaambia watu wengine je mimi mwenyewe nalifuata वो सोचेगा na तेरा तो मेरा uovu ambao naenda kuwazuia watu je uovu huu unapatikana ndani yangu ईमान की वजह से अल्लाह ताला की मोहब्बत का दावा है और na ninadai kwamba nina imani na nampenda mwenyezi mungu इंसान अपने तमाम हालात को वैसे ही जाहिर कर देता है हर रात की बात पता लग जाती है एक दूसरे को na mwanadamu mbele ya तो वो महबूब है ya mpenzi wake anaeleza hali yake yote mwenyezi mungu ni mpenzi ambaye ni alimul ghaibi wa shahada और जाहिर सब haina haja ya kumwambia yeye bali yeye anajua mambo yaliyofichika na yaliyodhahiri मोहब्बत का दावा करते हो mwenyezi mungu atasema kwamba upande mmoja unadai kwamba unanipenda na una imani na upande mwingine मैंने तो इसमें खोट mimi ambaye najua hali ya mioyo yenu nimeona kuna kasoro katika hali yako वो कर नहीं रहे बस unayosema mwenyewe hufuati एक हकीकी मोमिन का basi nidhamu hii ya ndani खुद हिफाजती का ya kiroho ambayo ni nidhamu ya kulinda इस बात पर यकीन हो mwanadamu देखने वाला है itamwelekeza mwanadamu बशर्ते के na atakuwa na imani kwamba mwenyezi mungu ni alimul ghaibi wa shahada किसी का ये lakini kwa ajili ya shati ni kwamba mtu awe na imani मुस्तर नहीं ikiwa mtu yeyote करने की जरूरत nidhamu hii कि हमारे haifanyi kazi vizuri basi anatakiwa azingatie kwamba sisi hatuna imani ile ambayo inatakiwa ipatikane हमें आईना दिखाए
kila ovu लेकिन ये आईना भी उस वक्त unatuonyesha kioo, अल्लाह ताला की मोहब्बत na kioo hiki kitaonekana wakati अगर ये एहसास mapenzi ya Mwenyezi Mungu yatapatikana moyoni. गालिब ना हो, माशरे Ikiwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu ज़्यादा गालिब hayapatikani तो फिर बुराइयों और अच्छाइयों के मायार na mapenzi ya dunia yanatangulia, basi katika hali hii kipimo cha uovu na wema unabadilika. Kwa fadhila za Mwenyezi Mungu, jumuiya ina nidhamu. Masainama alayhi salatu wassalam na mahalifa sawa na mafundisho ya Qur'an tukufu wamethibitisha nidhamu hii na wameimarisha दाखिल होने kwa ajili ya kuzuia mambo fulani. की जाती है। Adhabu pia imetolewa na inatolewa मोमिन का ili जिंदगी मारूफ पर अमल करना है, नेकियों पर अमल करना ज़रूरी है। mwaminio wa kweli kazi yake ni kufuata wema ना ही बुराई na kufanya vitendo vizuri. Bila hii hawezi के इमाम के साथ kuwakumbusha watu wengine kuhusu wema, wala hawezi kuwazuia watu wengine kuhusu maovu. और खैर उम्मत बनने की कोशिश Tumejinasibisha kwa imamu wa zama hii kwamba tutaleta mabadiliko ndani yetu na tutafanya wema. खुद साख्ता Katika hali hii tunalazimika tuache dunia. Katika hali hii hatuwezi kuwa na vipimo vyetu kwa ajili ya kuangalia wema, bali vipimo ni vile vile ambavyo vinakuwa sawa na mafundisho ya Qur'ani tukufu इस्लाम से मैंने सिखाए हैं। अल्लाह ताला ambayo katika zama hii Sayyidina alayhi salatu wassalam ametufundisha baada ya kupata mwongozo kutoka kwa Mwenyezi Mungu, na alijitahidi kwamba चीज़ है कि कहूँ nidhamu ile imarike. से हर अहमदी को समझना चाहिए। Kuna jambo muhimu sana, kila mwanajumuiya anatakiwa aelewe. खिलाफ तालीमी सिलसिला Hivi karibuni katika jumuiya mmoja, जैसे मैंने उन लोगों के खिलाफ katika harusi mambo yalifanyika kinyume na nidhamu ya jumuiya. से बाद ऐसे थे Kwa hiyo hatua ilichukuliwa dhidi yao. दीन का इतना इल्म नहीं रखते थे, Wengi wao walikuwepo रवायात से ambao walikuwa hawana elimu ya dini गो के na walikuwa hawajui kuhusu nidhamu ya jumuiya. अहमदी को Ingawa hii si udhuru, का मुजाहरा करना चाहिए, kila mwanajumuiya रसूल की कोशिश करनी चाहिए। anatakiwa aonyeshe imani yake, na kwa ajili hii anatakiwa ajitahidi. Lakini miongoni wao walikuwepo wengine ambao walikuwa na elimu ya dini na ni watumishi wa jumuiya, उन्होंने भी wanajua nidhamu na mafundisho ya jumuiya vizuri. Wao pia कमजोरी दिखाई, kwa kushiriki katika harusi ile walionyesha udhaifu wao सब कुछ देखते रहे na hawakuzuia maovu, bali wao pia walishiriki katika shamra za harusi. उस बुराई का हिस्सा बन गए। Badala ya hii kwamba wao wangefanya मुझे लिख दिया wangefuata tanhona anil munkar, wao wenyewe walishiriki katika hali ile, kisha wakaniandikia kwamba sisi tulishiriki kwa ajili ya kurekebisha hali yao. तलकीन की Hii ni तलकीन की भी तो मुख्तलिफ मौजू urekebisho wa aina gani? Kwamba wale watu hawakuwazuia katika maovu wala hawakupatia nasaha. उसे देख कर तो इसमें शामिल Hii ni nasaha ya aina gani? Kwamba तलकीन की, ovu unafanyika ya aina ingine na wanashiriki, लेकिन अगर की भी थी na wanasema kwamba walishiriki kwa ajili ya kuwazuia. बल्कि और किस्म की नेकियों की तलकीन की जाती रही। Ikiwa wao walifanya juhudi, किसी चोर को hawakufanya kuzuia kuhusu ule uovu. करने के बजाय, उसे पकड़ने के बजाय Mfano wake ni kama mtu anamwona mwizi anaiba, उसकी मदद na badala ya kumzuia yule mwizi और फिर बाद में asiibe, कह दें bali कि सच बोलना बड़ी tumsaidie yule mwizi katika uizi, kisha baadaye tuseme kwamba kusema kweli ni jambo nzuri. उस वक्त
ni kweli kusema kweli ni jambo nzuri, उस बुराई से रोकना, चोर को चोरी से बाज रखना था। lakini kumzuia yule muizi wakati huo ilikuwa jambo nzuri. एक अहमदी को नहीं होना चाहिए। Ikiwa mwanajumuiya ana mwamini Sayyidina alayhi salatu wassalam, hatakiwi awaogope watu, bali anatakiwa azingatie dini. Sayyidina alayhi salatu wassalam alifanya maombi kwa ajili ya watoto wake na wafuasi wake kwamba wasiathirike na Dajjal. Wenyeji wa Ulaya wakipata athari ya Dajjal, basi jambo gani linabaki? Katika tukio hili watu wengi walishiriki. Niliambiwa kwamba watu wengi walishiriki harusi hii, na kwa sababu ya kuwapatia adhabu jumuiya itatawanyika, niliwajibu kwamba lazima wataadhibiwa ikiwa jumuiya inatawanyika au inaharibika. Ikiwa watu wanaacha jumuiya waache, mimi sijali, lakini hatua itachukuliwa sawa na mafundisho ya Qur'ani tukufu na sawa na mafundisho ya Sayyidina alayhi salatu wassalam. कौमी कॉल और फेल का जो तजाद है, tofauti ya kauli na ya kitendo नापसंद फरमाया। Mwenyezi Mungu hapendi na mtume wake pia hapendi. मुझसे पहले खुलफा भी गए, Nimewahi kusema mara kwa mara, na mahalifa kabla yangu pia waliwahi kusema kwamba harusi ya aina hii अहमदी घर में हो रहे हैं तो उठकर आ जाना। wanajumuiya, ikiwa hafla hii inafanyika katika nyumba ya wanajumuiya, wanajumuiya wanatakiwa waondoke, wasishiriki. Ikiwa wanashiriki, ina maana wanasaidia uovu ule, ये अमल अल्लाह ताला na kushiriki ni sawasawa na kutanguliza mapenzi ya jamii kuliko mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu amjalie kila mwanajumuiya aelewe hii, amin. मोमिन का माया Sasa nataka kueleza hadithi moja Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Hadithi hii inaonyesha kwamba imani ya mwaminio inatakiwa iwe ya aina gani, na kwa kusoma hadithi hii mwili unatetemeka. Mtume sallallahu alaihi wa sallam anasema, हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर से रवायत है कि चार खिस्म Hazrat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu anasimulia kwamba kuna sifa 4. Sifa hizi zikipatikana katika mtu, basi yeye ni mnafiki. उसमें निफाक की भी, Ikiwa sifa moja tu inapatikana जब तक वो katika mtu, basi ndani yake अगर इसके पास sifa moja ya unafiki utapatikana mpaka aache tabia ile. Ya kwanza, ikiwa anapewa amana anafanya hiana katika ile amana. झूठ बोलता है। Jambo la pili तीसरी बात ये ni anapozungumza basi anasema uongo, na la tatu ni kwamba anapoahidi anavunja ahadi yake, na la nne ni kwamba anapojadili anashutumu. शाह साहब जिन्होंने बुखारी की Sayyid Waliullah Shah Saheb को तरतीब दिया, ambaye ameandika tafsiri ya Bukhari कि katika jumuiya, katika tafsiri yake anasema अनफाक का kueleza unafiki katika majadiliano ya imani और शिरक inathibitisha kwamba lengo lake ni sawasawa na kueleza ईमान को नाकस करने वाला है। ukafiri. तो लिखते हैं कि जैसे जैसे किसी शख्स Yani unafiki unaharibu imani. वैसे वैसे Anasema kwamba और ईमान कम होता जाएगा। maadamu sifa hizi zitapatikana ndani ya mtu, basi imani pia itaendelea kupungua. यह वाक़या के खिलाफ Unafiki ni kwamba moyoni mtu anakuwa na kitu kingine na anaonyesha kitu kingine. जो इलामतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाई हैं, Moyoni anaficha kitu kingine na anaeleza kitu kingine tofauti. वादा
खिलाफी katika kauli yake और खयानत kusema kwake uongo, na katika amali yake kufanya kinyume na ahadi yake, na katika hiana. मुआहदा तोड़ Mambo haya yote yanakuwa kinyume na भी वाक़े के खिलाफ करना है hali halisi. Kuvunja ahadi na करने के लिए kutukana watu wengine, jambo hili ni alama ya unafiki. के खिलाफ है या ईमान हो मगर इकरार Mtu asiwe na imani moyoni mwake na ulimini mwake anaeleza imani hii pia ni unafiki. इस्लाम को Watu wengine wanasema kwamba sisi tunaamini na tunaelewa vizuri, तो ये भी निफाक है lakini hawawezi kusema mbele ya watu wengine. Hii pia ni unafiki. Yaani wanakuwa na imani lakini kwa vitendo hawathibitishi. खिलाफ हो ये भी निफाक है Wanaamini lakini vitendo vyao vinakuwa kinyume na imani yao. Hii pia ni unafiki, na hii ndiyo ni maana ya unafiki. जो इस हदीस में Maovu haya ambayo yameelezwa katika hadithi hii आने में बहुत ज़्यादा हमें नज़र आती हैं और मुआशरे के ज़रिए असर maovu haya yanaonekana sana katika zama hii, इनमें से किसी न किसी का शिकार है na chini ya athari ya jamii wengine wetu pia wameathirika सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक na ao wanaathirika इनमें से किसी एक का भी होना sawa na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mtu akiwa na sifa moja इन्हीं बुराइयों की तरफ katika hii inasababisha kumuingiza katika unafiki. Kwa kuashiria, Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam sehemu moja amesema kwamba wanafiki waliokuwepo wakati wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam और मोमिन समझे जाते wangepatikana katika zama hii, wangeonekana ni watu wema sana, तो उस वक्त थोड़ी सी नेकी भी kwa sababu shari inapoenea na inapozidi, basi katika hali hii जिनको मुनाफिक कहा गया wema ndogo pia inakuwa na thamani sana. मुनाफिक थे Wale ambao wameitwa wanafiki walikuwa wanafiki dhidi ya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. हमारे मयार ऊंचे Tunatakiwa tukumbuke kwamba baada ya kumpokea Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam, के लिए hali yetu inatakiwa iwe nzuri kuliko Muislamu wa kawaida. मान वाले या बाज़ बातों में कमज़ोरियां दिखाने वाले उसवा नहीं है बल्कि वो उसवा हैं जो आला मयार Wale ambao walikuwa dhaifu si mfano kwa ajili yetu, bali mfano wetu ni wale ambao walikuwa katika hali ya juu katika imani, wale ambao walipewa bishara ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu na pepo yake. Basi tunatakiwa tupate hali hii इमानत के मयार ambayo Mwenyezi Mungu na mtume wake wanapenda. कौमी मानते हों जमाती मानते हों Iwe amana ya अदा करना है watu au amana ya jumuiya au amana ya wenyewe, tunatakiwa tutimize haki ya amana. Ikiwa tunafanya katika ofisi ya serikali हमारा अपना bila kujali kwamba watu wengine wanafanya nini, मुमताज़ करने वाला हो tunatakiwa hali ya ड्यूटियों में काम कर रहे हैं amana yetu iwe ya hali ya juu ambayo मुमताज़ कर रहा yanaathiri watu wengine. Wale ambao wanafanya katika kampuni mbalimbali wanatakiwa hali ya amana yao ya athiri watu wengine. Leo tunawaambia watu kwa fahari kwamba mwanajumuiya hali ya amana yake ni bora zaidi kuliko wengine, na hii si fahari tu, bali fahari ni hii kwamba इसी दुनिया के मुल्क kwamba yeye ni ना होने के बाद bora katika hulka. जगह तो मनफी रफ्तार है वहाँ यही वजह है कि इमानत में हर शोबे में और हर जगह पर Katika nchi mbalimbali ambapo maendeleo hayapatikani, sababu yake ni hii kwamba katika kila sehemu hiana inafanyika. Kwa mfano katika nchi ya Pakistan, आज़ाद
शुमार आए हैं wanafahari sana kwamba wao ni wa nchi ya waislamu, lakini sawa na idadi iliyopatikana katika nchi ambazo zimefanya corruption, nchi imepiga hatua, nchi ya Pakistan imepiga hatua. इख्तियारात हैं, लेकिन ख़यानत में बड़े हुए हैं। Zipo nchi za waislamu तो क्या सिर्फ ambamo waislamu wanatawala, lakini wanaendelea kuzidi katika hiana. इस्लामी कवानीन Lakini kwa kusema kwamba wao ni waislamu, katika hali hii watakuwa umati bora, au kwa kutunga sheria wanaweza kuwa umati bora? लेकिन फिर भी मोमिन है, Wao wana maovu ya kila aina, lakini katika hali hii wanajiita kwamba wao ni waaminio, lakini wale ambao ni waumini wa kweli katika maoni yao ni makafiri. मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया है, Kuhusu हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम waaminio wa hawa majina, Sayyidina Ali sallallahu alaihi amesema kwamba wanafiki wa wakati wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam walikuwa bora zaidi kuliko waaminio wa hawa majina. अमानत की हिफाजत करने के लिए जिसके अमीन हज़रत सल्लल्लाहु Basi kwa ajili ya kulinda amani ही है जो ambayo है, और खुदा mwaminifu wake alikuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ni mwanajumuiya ambaye anaweza kutimiza haki yake na anatakiwa afanye hivi ili aingie katika umati bora. माशरे में अपने नमूने कायम करके और माहौल Na hali hii itapatikana kwa kuonyesha amali zake na vitendo vyake na kuwapatia nasaha jamii जो दुनिया को na amana ambayo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alileta पहुंचाना था। हुकूकुल्लाह ni ile kufikisha ujumbe wa tauhid na kutimiza haki za Mwenyezi Mungu na haki za wanadamu, में लगाई गई है। बस आज अहमदी na hii ndiyo ni amana ambayo mwanajumuiya amepewa jukumu lake. इस इमानत का भी सबसे बढ़कर अमीन होना चाहिए। Leo mwanajumuiya anatakiwa awe mwaminifu ya amana hii, na kwa ajili ya hii अल्लाह से इस इमानत arekebishe की कोशिश करनी चाहिए। nafsi yake. हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद की अदायगी करने Kwa kufanya hivi atatimiza haki ya amana, इस इमानत का हक अदा होगा। na kwa kutimiza haki za Mwenyezi Mungu na haki za wanadamu anaweza kuitimiza haki ya amana hii, na kwa kuwapatia malezi mazuri watoto wake anaweza kutimiza haki ya amana hii, ili roho फिर हज़रत ya kutimiza haki hii ipatikane katika kizazi kijacho. Kisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ameeleza alama ya mnafiki ni kwamba anasema uongo, anapozungumza anachanganya uongo ndani yake. बोलने वाले के लिए अब अगर देखें Ni onyo kubwa sana kwa ajili ya muongo. Tukichunguza tofauti ya kauli na amali, na hii ni tofauti, ni unafiki. Upande mmoja anadai kwamba anamwamini Mwenyezi Mungu na upande mwingine anasema uongo, ला खड़ा किया। kana kwamba ameleta uongo dhidi ya Mwenyezi Mungu ana kwa ana. Ndio maana Mwenyezi Mungu ameeleza ushirikina na uongo sehemu moja pamoja. ये दो बातें जिसमें जमा हो जाएं या सिर्फ Mambo haya mawili yakipatikana katika mtu au akisema uongo, basi yeye ni mushrik. और अगर अल्लाह ताला पर ईमान के दावे के साथ झूठ है Ikiwa anadai kwamba anamwamini Mwenyezi Mungu na kisha anasema और निफाक है, uongo, यानी hii ईमान के बजाय ni unafiki. इंसान अल्लाह ताला पर ईमान के बजाय इंसान Yani badala ya imani, झूठ बोलकर yani badala ya kumwamini Mwenyezi Mungu anategemea मोमिन है ushirikina उसकी na anafanya shirk. Kwa ulimi anasema kwamba yeye ni mwaminio, lakini amali zake zinakataa कि आज kauli yake.
मुसलमानों की अक्सरियत ni bahati mbaya kwamba leo wengi wa waislamu बस आज अगर wamesahau tofauti ya uongo na kweli. अपने नफ्स Basi ikiwa leo wanajumuia hawakufanya jihadi dhidi yake कोशिश न की तो एक ऐसा दाग na hawakujaribu kutakasa nafsi zao na mazingira yao katika hali hii, हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम watakuwa से और इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं alama juu ya mioyo yao ya aina hii kwamba hawatahusika na jumuiya ya Sinama alayhi salatu wassalam. के क़याम के लिए आए थे Sinama alayhi salatu wassalam alikuja kwa ajili ya kurekebisha, kwa ajili ya kuimarisha sheria. अपने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल पैरवी करते हुए आपकी इत्तिबा में आए थे। अगर Kwa kumfuata Mtume sallallahu alaihi wa sallam, Sinama alayhi salatu wassalam alikuja. कायम रहे Sisi ambao tunadai kuwa wafuasi wake, sisi ikiwa tunaendelea kusema uongo, basi katika hali hii hatuwezi kuimarisha sheria. Madai haya yote ambayo tunasema yatatimia namna gani? कि हम दूसरों को देखें, हर एक को Kuna haja sana ya kujichunguza sisi badala ya kuwaangalia wengine. Kila mmoja anatakiwa ajichunguze nafsi yake kwamba sisi wenyewe tunafanya nini. Alama ya tatu ya mnafiki, Mtume sallallahu alaihi wa sallam amesema kwamba anapoahidi उनको इफा नहीं करता। anafanya kinyume na ahadi yake na anavunja ahadi zake. और आजकल यही दुनिया में हालात हैं। Na siku hizi hali hii inapatikana duniani. मर्रा के मामलात में बदअहदी है। Katika biashara kuna कौमी सतह ahadi zinavunjwa, katika mambo ya kila siku ahadi zinavunjwa, katika mambo ya kitaifa ahadi zinavunjwa, ख़यानत और बद ahadi za biashara zinafanywa, kisha hiana zinafanywa. करने वाले नहीं। Mtu mmoja mwenye biashara aliniambia kwamba kutoka Pakistan tunatuma mchele nje katika nchi mbalimbali जो बासमती na tunaingiza katikati mchele mwingine ambao si mzuri किसी को पता न चले, kwa hodari sana kiasi kwamba mtu mwingine hawezi kugundua. इससे अगर पता लग जाता है तो उनकी तिजारत पर भी असर पड़ेगा। और सबसे बढ़कर ये Na hawajali kwamba ikigundulika biashara yao itaharibika, na vile vile nchi pia, jina la nchi pia litaharibika. Vile vile kuna kazi zingine pia zinafanyika, झूठ भी है, na hii si kwamba ni kuvunja ahadi, bali ni hiana na ni uongo. Kwa ajili ya kupata hela wanavunja ahadi na wanafanya hiana, na तो रखी है आपसे। wanajinasibisha kwa Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Mtume sallallahu alaihi wa sallam aliwategemea nini Waislamu? जंगी मुआहदात में भी और आम मुआहदात में भी Waislamu बारीकी से उसके hawakudanganya katika biashara, किसी मुआहदे में भी उसके na Mtume sallallahu alaihi wa sallam alitimiza ahadi zake zote katika vita, na mfano wake haupatikani duniani. Kwa mfano katika ahadi za sulh Hudaybiyah, wakati ahadi ile ilikuwa inaandikwa, अपने वापस sahabi moja aliyekuja kutoka Makka alirudishwa Makka sawa na ahadi. कहा कि अभी तो शराइत लिखी नहीं गई, Mtume saa sallam hakuambia kwamba bado masharti hayajaandikwa, आपने हमारा ठीक है तुम वापस जाओ, kwa sababu kwa ulimi masharti yalikubaliwa, से इसकी जान को भी खतरा है। na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anajua kwamba huyo sahabi akirudi anaweza akauawa, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alitimiza ahadi. Basi leo गुलामों ने भी watumishi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam pia wataonyesha mifano hii. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akienda sokoni, akaingiza mkono katika rundu ya vyakula, aliona tofauti ndani ya ile rundu. Mtume sasa alisema kwamba unadanganya. और एक मुसलमान को ये
किस्म के मैयार हासिल करने na haitakiwi mwislamu afanye hivi. Tunatakiwa tupate mifano ya aina hii katika maisha yetu, ndipo की नसीहत सकेंगे। फिर एक इलामत tunaweza kuwapatia nasaha watu wengine. तो फैश कलाम। Kisha alama ingine ya mnafiki ni kwamba अब ये खुसूसियत anapojadili anaanza kutumia maneno machafu, anawatusi wengine, na hali hii inaonekana katika wapinzani wa jumuiya. गुजार कर रही है जो जमात Kila TV channel na website inathibitisha yenyewe umula mwanajumuiya kwamba ajiepushe मुखालफिन की तरफ से katika ये उन्हीं का हिस्सा है। एक अहमदी को इससे हमेशा बचना चाहिए katika hali hii और कभी सख्ती का जवाब mwanajumuiya anatakiwa ajiepushe, kwa sababu hii si गालम गलोच sifa yake. सूरत पैदा हो जाए। Hatakiwi ajibu kwa kutumia maneno machafu na kuwatusi wengine. मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Tunatakiwa tuzingatie mfano wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kila wakati. आपके गुलाम साहब Kisha Sinam alayhi salatu wassalam alituonyesha mfano huu katika maisha yake. के मुंह पर लोग आपको बुरा भला कहते रहे, Watu walikuwa wakimtukana mbele yake, lakini Sayyidina alayhi salatu wassalam hakuwajibu katika hali hii ya kuwatukana, bali aliwasamehe. आपसे तो Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa rahmatul lil alamin. बल्कि सख्ती के जवाब में भी रहमत मिली। Kila mmoja अल्लाह ताला alipata rehema kutoka kwake. Mwenyezi Mungu alinde kila mwanajumuiya katika maradhi haya, और मुआशरे के अमन को बर्बाद कर maradhi ambayo zinaharibu imani na vile vile inaharibu amani ya jamii. होना अनिल मुनकर पर अमल करने वाले हों। आज Tuendelee kufuata taamuruna bil maruf wa tanhauna lil munkar katika maisha yetu. मुसलमानों की बदनामी हो रही है। ये झूठ Waislamu wengi kwa sababu ya maradhi hii और माहिदों को wanapata majina mabaya kwa kusema uongo na kufanya hiana na kuvunja ahadi. अक्सर मुसलमान मुल्कों के Hili ni jambo ambalo limeharibu amani ya nchi zote. जो जंग की सूरत Katika nchi za Waislamu, वो इसी निफाक का नतीजा wanasiasa na wananchi जिसकी निशानदेही ambao wanapigana ni kwa sababu ya hali hii ya unafiki, फायदा उठाकर जो निफाक पैदा हुआ na kwa kupata faida katika hali hii, इस्लाम के खिलाफ yani unafiki unaopatikana, करने का wasiokuwa Waislamu wanashutumu Islam. एक यहूदी ने कॉलम लिखा Katika gazeti la Israel, Myahudi mmoja ameandika makala moja, amesema kwamba इन मुसलमानों mafundisho ya Islam si mafundisho ya amani, के खिलाफ है। na vitendo vya Waislamu vinathibitisha यहूदियत में jambo hili. या ईसाइयत में Anasema kwamba ikiwa mafundisho ya amani yanapatikana ni katika तो एक बहुत katika dini ya Mayahudi au ya Wakristo. Ikiwa mafundisho ya amani yanaonekana katika Waislamu, ni kundi moja tu au ni watu wachache tu ambao wanafuata. मुसलमानों की अमल की वजह Ni ajabu kwamba mtu ambaye katika dini yake, katika mafundisho yake ukali na kuwalazimisha watu imeandikwa kwa sababu ya vitendo vya Waislamu, से उठा रहे हैं, anashutumu पर तो खुश नहीं हो सकते। dhidi ya Uislamu. एक महदूद Sisi Wahamadia hatuwezi kufurahi तरफ है या एक juu ya hii kwamba ikiwa anaashiria wanajumuiya au anaashiria Waislamu wachache हम इस बात तो खुश हो जाएं ambao कि चलो ये wana ग्रुप जो है वो बदनाम नहीं है और अमन की बात कर रहा है। हमारी ambao wanafuata mafundisho ya amani. Hatuwezi kufurahi kwa sababu ya hii. Furaha yetu itakuwa katika hali hii kwamba wakati watu watasema kuhusu और अमन का प्यार wengi wa Waislamu kwamba
kwa sababu ya vitendo vya Islamu inathibitika kwamba mafundisho ya Islam ni mafundisho ya amani na ya usalama. इल्ज़ाम है जो इन लोगों ने लगाया है और लगा रहे हैं और लगाते चले जा रहे हैं। Hii ni shutuma kubwa sana dhidi ya mafundisho ya Islam na wanaendelea kushutumu, na Waislamu hawajali kuhusu hii. Kwa ajili yetu jambo hili ni la kuudhi sana. एक अहमदी खुशी तो उस वक्त होगी Furaha yetu kama niliyosema kwamba ni katika hii wakati dunia itasema kwamba मोहब्बत की तालीम है kwamba mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wa sallam ni mafundisho ya amani na ya mapenzi, कि जिसके बगैर na ni mafundisho ni mafundisho ambayo bila mafundisho haya amani haiwezi kupatikana duniani. मुस्लिमों को भी Basi ni jukumu letu kwamba tufanye maombi, Mwenyezi Mungu awapatie Waislamu akili और हम भी हकीकी रंग में na waweze kutimiza haki ya kuwa umati bora, वाले बन सकें। na sisi pia tuitimize haki zetu kwa kweli. एक मैंने हवाला पेश किया था, उसकी वजाहत भी मैं करना चाहता हूँ Katika hutuba iliyopita nilieleza कि अबू लहब riwaya moja, nataka kueleza kuhusu hii. मां सल्लम से सलूक करता था। Ilikuwa riwaya ya Abu Lahab भेड़ियों ने kwamba alikuwa akimsumbua Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kwa sababu ya hii alishambuliwa na umbwa wa pori, na kwa sababu ya hii alikatwa vipande vipande जो उसकी इसलाह आज करना चाहता हूँ। अमूमन तो मैं na alikufa kwa sababu ya hii. Na hii ilikuwa kosa, nataka kurekebisha. Kwa kawaida riwaya moja na angalia na hakikisha mimi mwenyewe, यह ख्याल था कि सही lakini riwaya hii ilikuwa imeandikwa katika makala moja, nilichagua katika ile makala, बेहतर साबित हो रही है इस लिहाज से lakini hii ni kosa. Lakini kosa hili ni la aina hii kwamba तैयबा की lina और इसकी तफसील ये ni bora zaidi kwamba hii kisa hiki ni kuhusu kijana wake Abu Lahab Utaiba. अल्लाह की हिलाकत के बारे में सूरह लहब की पेश Katika Ruhul Maani kuhusu Abu Lahab imeandikwa kwamba दिन इस हाल में रहा कि इससे बू आने लगी baada ya vita vya Badri से गड़ा खो alikufa katika maradhi ya tauni, उसमें गिरा दिया और फिर उसके ऊपर पत्थर na गड़े को पुर कर दिया। mwili wake ulinuka harufu mbaya, na jamaa zake walimzika na kwa kumsukuma na kwa kumtupa katika shimo kwa fimbo kwa mbali. ऐसे फोड़े में मुब्तला किया जिसकी वजह से वो मर गया। Katika Tabri 2 या 3 रातों तक उसे ना दफनाया। यहाँ pia inapatikana kwamba alikufa katika maradhi na watoto wake walimzika katika hali hii kwamba mwili wake ulianza kuinuka harufu mbaya, na walimtupa katika shimo kisha walimzika. की वजह से उसका निकाह Na riwaya ingine ni kuhusu kijana wake, उम्मे कुलसूम से हुआ था। yeye alimwoa binti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam Umme Kulsum. Katika riwaya moja inapatikana kwamba kabla ya kwenda safari ya Syria alimwendea Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya kumfedhehesha, na akasema kwamba mimi nakukataa, na kwa kumfedhehesha Mtume sallallahu alaihi wasallam alitema mate na alimpa talaka binti yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya maombi dhidi yake. ये शेर के फाड़ से हलाक हो Na katika safari hii alishambuliwa na umbwa wa pori na alikufa katika safari hii. गया। दूसरी बात, तीसरी बात जो है खुतबे के अलावा ये है कि अभी नमाजों के बाद मैं एक जनाजा पढ़ाऊँगा। Kuna jambo lingine na ni kwamba nitasalisha jeneza baada ya hutuba, ni ya bwana Sharida Mabat Saheb, इनकी 18 अक्टूबर 2010 को mwenyeji wa Lahore. 71 साल की उम्र में Alifariki tarehe 18 mwezi wa Oktoba 2010 आप 28 मई 2010 kwa maradhi ya moyo alifariki, na lillahi wa inna ilaihi rajiun. गोली लगी थी इनके भी। Tarehe 28 और 2010 alikuwa katika msikiti wa Lahore wakati magaidi waliposhambulia,
alipigwa risasi katika mguu, alipelekwa hospitalini ज़्यादा कमज़ोरी हो गई na alilazwa hospitalini na damu yake alitoka sana, na kwa sababu ya hii moyo wake ulipata athari. aliwahi kuwa katibu wa Rishtanata na katibu wa Islah Irshad Zaim Ansarullah, na alikuwa mtu mwema sana. Alikuwa akisali tahajjud na alikuwa akifanya mahubiri sana. अपने घर में मेडिकल कैंप लगाकर alikuwa akipenda sana dawa ya homeopathy हज़ारों लोगों ने आपसे फैज़ na alikuwa akiwapatia dawa watu maelfu walifaidika kwa sababu ya dawa yake. अपनी हर कामयाबी alikuwa akipenda sana khilafat मंसूब कर दिया करते थे। 28 मई के वाक़े na ufauli wake alikuwa akinasibisha kwa maombi ya halifa. करता जा रहा था alieleza ndoto yake moja kwamba ameona kitu ambacho मेरे सामने, kinaenda mbinguni, और मैंने उसे देखा कि सितारे झिलमिल na nikataka kuona na nikaona kwamba kuna nyota ndani ya kile kitu, आसमान की तरफ चला गया और कहते हैं मेरे दिल में ये बात डाली गई, na kisha kile kitu kilienda mbinguni na जान देकर अमर होगा। iliwekwa moyoni mwangu kwamba hawa wote ni mashahidi ambao waliuawa katika msikiti wa Lahore tarehe 28. मेरे खुद ने जब मैंने जिक्र किया तो इनको मज़ीद तसल्ली हुई। Anasema kwamba baada ya siku chache nilipoeleza katika hutuba, basi kwa sababu ya hii moyo wangu ulipata utulivu. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema, na Mwenyezi Mungu awapatie watu wa familia subra, amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.